Je, umewahi kusikia kuhusu mahali ambapo maelfu ya watu waliishi, walicheka, walipenda, halafu siku moja kila mtu akaondoka na kuacha majengo matupu, shule bila wanafunzi na hospitali bila wagonjwa? Mahali ambapo sauti za watoto zilipotea na kubaki kimya cha kutisha. Leo nitakupeleka katika safari ya kweli, ya kutisha kidogo, lakini yenye masomo mazito ya maisha. Hii ni stori moja. Karibu kwenye kisiwa cha Hashima, maarufu kama Gunkanjima Battleship Island, kinachopatikana huko Nagasaki, Japan. Katikati ya bahari ya Japani, karibu na mji wa Nagasaki, kuna kisiwa kidogo sana chenye majengo mengi yaliyobanana. Ukiangalia kwa mbali kinafanana na meli ya kivita, ndipo kikaitwa Gunkanjima, maana yake Battleship Island. Lakini nyuma ya muonekano huu wa ajabu kuna historia nzito ya mateso, matumaini, kazi ngumu na mwisho wa hafla. Mwanzoni mwa miaka ya 1900, Japan ilikuwa inaendelea haraka kiviwanda. Chini ya kisiwa hiko kulikuwa na makaa ya mawe, yani coal, rasilimali muhimu sana wakati huo. Makampuni yakaanza kuchimba migodi chini ya bahari. Wafanyakazi wakaja kwa maelfu wakijenga maisha yao hapa. Kulikuwa na shule, kulikuwa na hospital, kulikuwa na sinema, kulikuwa na maduka, migahawa na familia nyingi. Kwa wakati mmoja, Hashima kilikuwa moja ya maeneo yenye watu wengi zaidi kwa kilomita ya mraba duniani. Watu waliishi juu ya juu, majengo marefu yakajengwa, watoto walicheza kwenye paa kwa nje. Maisha yanaonekana mazuri, lakini chini ya ardhi kulikuwa na giza. Migodi ya makaa ya mawe ilikuwa hatari sana. Wafanyakazi walifanya kazi saa nyingi chini ya ardhi katika joto kali, wakikosa hewa ya kutosha. Ajali zilikuwa za kawaida. Wengine walipoteza maisha na wengine walipoteza afya zao pole pole. Kipindi cha vita ya pili ya dunia, wafanyakazi wa kulazimishwa hasa kutoka Korea na China walifanyishwa kazi kwa mateso makubwa. Wengi hawakurudi nyumbani. Hashima haikuwa tu kisiwa cha kazi, kilikuwa pia kisiwa cha mateso yaliyofichwa. Miaka iliposonga, dunia ilibadilika. Makaa ya mawe yakaanza kupitwa na mafuta. Migodi ikaanza kufungwa. Mwaka 1974, kampuni ilitangaza rasmi, migodi inafungwa na hakuna kazi tena. Ndani ya wiki chache tu, watu wote waliondoka. Fikiria hii, maelfu ya watu waliishi hapa kwa miongo mingi, halafu ghafla kisiwa kikabaki tupu. Meza zilibaki na sahani, vitabu vilibaki darasani na viatu vilibaki milangoni. The shoes. Hakukuwa na muda wa kuaga. Maisha yalisimama kama filamu iliyositishwa ghafla. Miaka ikapita. Pepo na chumvi ya bahari vikaanza kula majengo. Madirisha yakavunjika. Ukuta ukaanza kudondoka. Leo hii tembelea Hashima, utaona majengo yaliyoporomoka, vyumba vya watoto vilivyotupu, hospitali isiyo na sauti na barabara zisizo na watu. Ni kama roho za zamani bado zinatembea kimya kimya, ila hakuna vicheko, hakuna sauti za kazi. Ni kimya kizito kinachokufanya ujihisi mdogo mbele ya historia. Hashima inatufundisha kitu kikubwa sana. Maendeleo yanaweza kujenga miji, lakini yakibadilika yanaweza kuyaacha magofu. Jamii inaweza kustawi kwa sababu ya kazi moja, lakini kazi ikitoweka, jamii nayo hutoweka. Binadamu hujenga ndoto ya vitu vinavyoweza kuisha. Ni onyo kwa dunia ya leo, tusijenge maisha yetu juu ya kitu kimoja tu. Tusisahau ubinadamu katika mbio za maendeleo. Leo Hashima ni kivutio cha watalii. Watu wanapiga picha, wanarekodi video na wanashangaa. Lakini nyuma ya kuta zilizoporomoka kuna hadithi za watu wa kawaida, wafanyakazi, akina mama, watoto, ndoto zilizojengwa na ndoto zilizovunjika. Ukitembea kwenye kisiwa hiki, unasikia sauti isiyo na sauti ikisema, tulikuwa hapa, tulikuwa hai, usitusahau.
Bwana, hii ni Story Moja na mimi ni Fisesal 99. Usisahau kusubscribe YouTube yetu ya Smile Media TZ na kutufuata katika mitandao ya Instagram, TikTok na Facebook @Fisesal 99. Chao chao. Hii ni Story Moja.